siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda miujiza, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Haleluya, haleluya. Na wasalimu nyote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa kuwa sio nguvu zetu wala si kwa juhudi zetu ambazo zimetufanya hivi leo tukaweza kuwa, bali imeweza kumgharimu Mwokozi mkono wake ili mimi na wewe tukawa mahali hapa. Basi katika maandiko ambayo ndiyo compass yake Mkristo, maandiko inasema katika kitabu cha Methali 3 mstari wa 5 kuelekea hadi 6, maandiko inasema ya kwamba tusiweze tukategemea vichwa vyetu, wala tusije tukategemea akili zetu wenyewe, mbali tukaweza kumtumikia ama kumtegemea Kristo peke yake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu akaweza kupewa sifa. Ningependa tu tukaweza kusoma kwa uwezo wake Mungu, ili basiwe mmoja wenyu ambaye atakuja na kusema ya kwamba ni maneno ambayo yaliweza kunenwa pasipokuwa na idhibitisho kamili ya kwamba ni andiko la Mungu ambalo linasema namna hii. Katika kitabu cha Methali 3 mstari wake wa 5, maandiko inasema ya kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Praise the name of the Lord. Ya kwamba tukaweza kumtumaini Bwana kwa moyo wetu wote. Maandiko wakati ule ambapo inasema moyo, haimaanishi moyo ambayo ina pump damu ama inapeleka damu kwa mwili. But the word of God says that let us trust the Lord with all our hearts. Many are the times that a man have dependent on his mind. Nyakati ni mingi ambazo mwanadamu ametegemea akili zake yeye mwenyewe. Praise the name of the Lord. Katika kitabu cha Methali 3 mstari wa 5 inasema ya kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Praise the name of the Lord. Manake katika kutegemea akili zako mwenyewe, huenda ukajikuta umeingia katika mtego ambapo mtego ule hautaweza kuwa unaweza kujitoa, ama katika ule mtego utakuta ya kwamba kunazo consequences ambazo zitafuatia baada ya hapo. Lakini if we trust in the living God, the creator of heavens and even the earth, you shall never regret. Praise the name of the Lord. Hakuna siku hata moja utakuja useme laiti ningelijua. Ni kwa sababu njia zake Kristo sio njia zetu, na mawazo yake sio kama yetu. Praise the name of the Lord.
njia zake siyo kama zetu, na mawazo yake siyo kama ya mwanadamu. Haleluya! Kuna andiko linasema ya kwamba upumbavu wa Bwana umezidi hekima ya mwanadamu. Praise the name of the Lord. Ina maana ya kwamba upumbavu ule wa Bwana umezidi hekima yako. Kwa hivyo ni lazima tuache kufuata njia zetu. Praise the name of the Lord. Lazima tukaweza kufuata maandiko ya Bwana ama tukafuata mawazo ya Bwana. Manake katika maandiko Jeremiah 29 and verses 3, Jeremiah 29 and verses 11, Jeremiah 29 and verses 11, maandiko inasema ya kwamba maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Praise the Lord. Asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Lakini akili ya mwanadamu inawaza maovu. Haleluya! Lakini mawazo ya Bwana yanatupa amani wala si mabaya. Ya mwanadamu inakupa mabaya, lakini ya Mungu inakupa amani. Praise the name of the Lord. Na pia inakupa tumaini katika siku za mwisho, na hizi ndizo nyakati ambazo tuko za mwisho. Kwa hivyo ni lazima tukaweza kukomaa, tuache kutegemea akili zetu sisi wenyewe. Haleluya! Mbarikiwe kwa hilo neno.